heshimu neema yako, na kuhitaji wanita kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu juu ya tarehe 4 février. Mungu ameruhusu tukue tena. Mungu ametuselekshone parmi les vivants. Mungu amekuselekshone parmi les vivants. Mungu hakukuacha bure na pumzi ya uhai. Ni sababu uinue utukufu wake. Haleluya. Nina moyo wa shukrani mkubwa sana kwa Baba sababu ya confiance na consideration ili tusimame mbele yenu, mbele ya ofisi yake. Hii ndio biro yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu akubariki pia ambao ulikuja kwa ibada ya dimanche. Ninajua utabarikiwa tena leo. Amen. Jina lako utabarikiwa tena leo. Jina la Bwana libarikiwe. Nilitembea pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor François ambaye tulikuwa naye, ambaye nilipeleka atasoma na kupepea makutano karibu. Yesu makofi. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Niko na madakika machache na tutaomba Mungu pamoja. Ila pia kwa dakika zangu nitatumia karama. Nilisema kwamba Biblia inasema usiache kutumia karama uliyopewa na Mungu kwa kutulia mikono na wazee. Hata kwa dakika 2 nitaimba na baada yake nafundisha neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Bonjour. Comment ça va? Je vous envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Comment ça va mes frères? Comment ça va mes amis? Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs. Respectez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Oh, bon. La parole du Monseigneur va se révéler sur le nom. Merci ezali pour encourager moto oyo asali kolamu ete lobi apasuko osala yo. Merci na baba, merci
na maana ya Moshe za mapambo na bino. Makanisa mabeta milele ya makasi mbona Yesu Matthieu chapitre 2 verset 1 jusqu'à 3. Mathayo sura 2 mstari wa kwanza hadi 3 ninasoma kwa jina la Yesu. Ninasoma Biblia kwa jina la Yesu. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps des rois Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant pris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Amen. Acclamons pour la parole. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walikuja Yerusalemu wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mfalme Herode aliposikia hayo, akafadhaika na Yerusalemu pamoja naye. Amen. Chapia neno makofi mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuo sura 12 wenye kuandika mstari wa kwanza pia hadi 3. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Un grand signe parut dans le ciel, une forme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était assente et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Amen. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa na jua na mwezi chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake nyota 12. Na juu ya kichwa chake kulikuwa nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali hana utungu kwa hukumwa katika kuzaa. Ikatokea ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Amen. Na kitabu ya mwisho itakuwa ndani ya Mwanzo 37 mstari wa 9 hadi 10 yake. Ninasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema mstari wa 9, il y a encore un autre songe, et il racontera ses frères et dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le racontera à son père
et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce qui signifie le songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi? Amen. Namaliza mwisho kwa swali nasema, akaota tena ndoto nyingine. Akamwambia ndugu zake akasema, tazama nimeota tena ndoto nyingine. Tazama jua na mwezi na nyota 11 vimeninamia. Akaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamwamakia. Akamwambia, nini hii ndoto uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Kwa madakika haya kuna baraka za Mungu aliandaa kwa ajili yako. Sikukuja na Mungu kulumbashi. Mungu wa madhabahu ndio atakusaidia sana. Hata kusema amen nilishasema Mungu wa madhabahu ndio atakusaidia. Kuna watu wenyewe miujiza na balokaliza kataba na imani. Usifitu bakio kisima Betsaida. Yesu anaweza kukukuta pale. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Kwa wakati mwingine mimi naambia basi atoko naomba. Sisi kuambia pandisha imani. Yesu tu akutendea miujiza hana na bezo pandisha imani. Hana na bezo ya escalier. Maana wanafunzi wanaambia Bwana utuongezee imani. Yesu anawaambia munyamaze. Ukikuwa tu na imani ya kidogo kama mbegu ya haradali, unaweza sema na mlima huu toka hapa na unaenda hapa. Hauna pesa ya kuongeza, ile imani ili kuleta leo lekate mpresence ya Bwana. Ile itakukokotea muujiza na baraka zako kwa mwaka huu. Nilitaka kusema mbele zaidi ya jirani yako, imani yako inaanza kukokotea muujiza. Uipokee kabisa. Imani yako kukokotea muujiza frere. Ikukokotea muujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka niongee katika dakika hii leo le 21. Nilipokuwa naomba sababu ya mkutano wa leo, Bwana kanipa kitu ili niseme na wewe ambacho nimekiingiza katika somo hili. Nataka niongee sababu ya vita ya nyota. Sema vita ya nyota. Vita ya nyota. Basi unaweza mshika jina lako kumwambia vita ya nyota. Vita ya nyota. Atakuelewa tu, mwambie vita ya nyota. Vita ya nyota. Mungu akubariki sana. Amen. Na tena nataka ukue na sura ya kutabasamu. Inaweza kuwa vizuri sana. Mbarikiwe tena. Nataka niongee juu ya vita ya nyota. Kwanza nilete tafsiri nyota ni nini? Taleta tafsiri kwa namna hii. Nyota ni kiumbe ambacho Mungu ameumba katika uumbaji wake siku ya 4 ya uumbaji. Ndani ya Mwanzo 1:16 ilipompendeza Mungu kutengeneza mianga. Biblia inasema Mungu akafanya mianga mikubwa, akatengeneza jua, akatengeneza mwezi na akatengeneza manyota. Akasema jua itawale mchana na mwezi itawale usiku na nyota. Waliosoma Wafaransa wanasema kwa kimombo, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Asema hata usiku kikawia jua itatokea. Lakini sikukuja kumpinga wala iseme neno. Nilitaka niongezee kusema ya kwamba hata kama usiku unaweza kukawia, ndani ya usiku kuna nyota. Maana sifa ya nyota sio mwangaza, lakini sifa ya nyota ni giza. Maana giza inakuwa na ruhusu nyota iwake mtomeni yake. Ninaposema juu ya giza, ninaona difficulty. Ninaposema juu ya giza, naona magonjwa. Ninaposema juu ya giza, naona vifungo. Ninaposema juu ya magonjwa vita, ninaposema juu ya giza, naona blockage kwa makazi yako. Na wewe niko nasema ni nyota. Haijalishi vita ambapo inakufuata, mwisho mwangaza wako utatokea. Hata ukisema wewe nimetabiri kama nabii, kama sahihi, nyota yako itatokea. Haleluya. Nilikwambia 40 jours haiko tu ya maombi. Mais 40 jours tulikia kushota solution ya maproblemu ya tuliombea zamani. Haijalishi uliomba maneno ngapi 2023 na ikachelewa. Ninatabiri kwa sababu hii 2024 ili Februari unaanza kuishi alama ya majibu ya Mungu. Ikupate wewe na uzao wako, ikupate wewe na familia yako. Sema nitaweza. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema
Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, asema Wamajusi wakatoka mashariki, wakakuja, wako wanatafuta nyota, wakajikuta wanakuwa Yerusalemu. Kufika Yerusalemu bakajikuta mpale royal, nyumba ya kifalme. Biblia inasema walipofika kwa nyumba ya kifalme walishikuta wanakuwa mbele ya mfalme. Acha niongee vizuri, walishikuta mbele ya rua. Hawezi kufika mbele ya rua kama wakufanya audience. Sababu ya nyota, hawa watu wakajikuta mbele ya mfalme bila audience, bila kulomba ruhusa, bila kusubiria rendezvous ya mfalme. Nyota ikabakutanisha na mfalme. Nyota yako inaweza kutanisha na watu wa maana penye haujue. Nyota yako ikiwaka, kuna vitu vinachelewa sababu nyota yako bado inatumikishwa. Na nilisema siku ya 4, nilisema hivi, kuna watu ambao wako pembeni yako, wanatembea na wewe, unazania ni ndugu, hawa watu ni makala pembeni yako. Nilisema vile siku ya 4, makala unapikiaka inakuwaka na tabia mbili. Makala unapikia mboka iko na tabia mbili. Makala ikikuwa na moto, ukiigusa inakulunguza, na kama haina moto ukiigusa inakuchafula tu. Na kuna watu wako pembeni yako, ukimsogeza kwa biashara yako, ukimsogeza kwa maisha yako, yote vinaharibika. Hii mwaka Mungu akarate juu, Mungu wa baba, Mungu wa pamoja wote atakutenga na watu walio makala pembeni yako. Ambia jirani yako, mguse mkono jirani yako, mwambie jirani yangu, sitakuwa makala kwako, sitakulunguza na sitakuchafula. Zipigie mikono. Haleluya. Na mtoto wa Rosha silunguze mtoto wa Rosha, na mtoto wa Rosha sitafule mtoto wa Rosha. Ni muda ambao tunataka shikana mkono pamoja na tuinue. Kanisa hili ni kanisa kubwa, kanisa hili ni kanisa international, kanisa hili kajenga kanisa ambalo abajajenga penye maisha jenga mabalko. Tulisaona modeli ya makanisa yabo, na modeli Rose batajenga bayaijua, hakuna mwana ijua. Kitu kitachatuka mrote, watu watashangaa. Tikisa nasema mwambie saa inaenea, mwambie tena saa inaenea. Roko prorosaya. Herode anasikia habari ya kwamba mfalme amezaliwa. Herode akainuka akasema, hili jambo gani limetokea? Kumetokea mfalme mwingine. Na nini inamaanisha kama mmeona mfalme? Wakamwambia, kama nyota, tuliona nyota iliwaka mashariki. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hao watu wa Majusi walitoka mashariki, ilikuwa karibu, na hawakukuja na SEA, hawakukuja na Congo Airways, hakukuwa avion, ni walikuja kwa miguu. Nataka nikuexplique kitu kimoja, kitu ambacho na comprendre. Voyage ya Israeli walikuja kutokea pale Yerusalemu, walitembea safari yao pesa, wako wanatembea. Pourquoi? Waliona nyota ya Yesu pesa avant. Acha ni exagere, waliona nyota ya Yesu avant ange Gabriel hatakuja kwa Maria. Wa Majusi kumbe walikuwa walishaona nyota zamani na wakaanza safari. Comment Matthieu chapitre 2 verset 16. Herode ananiexpliquer, ananiambia prophète ni ya kweli. 2 ans avant wa Majusi waliona nyota. Amen. Acha tumuulize Herode. Unaniruhusu nimuulize Herode? Nimuulize Herode? Ndio. Herode niambie. Herode anasema prophète ni vile. Matthieu chapitre 2 verset 16 inasema hivi. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Pourquoi il a tué les enfants de 2 ans? Kwa nini aliwa watoto wa miaka miwili? Herode anaexplique, anasema hivi. Il a tué les enfants de 2 ans selon la date donc il était acquis soigneusement auprès des mages. Aliwa watoto wa miaka miwili sawa sawa na muda alio akitisiwa na wale wa Majusi. Il combattra
assurance de ça. Il changera ma vie. Il changera ma vie. Jésus changera ma vie. Il changera ma vie. C'est la foi, il va changer ma vie. Il changera ma vie. Jésus changera ma vie. Il changera ma vie. Il ne restera pas dans une même histoire. Dieu va changer ta vie. Unaombaka vizuri. Sema Bwana Yesu. No, pana tena zaidi ya pale. Sema Bwana Yesu. Mchana wa leo nimesikia neno lako. Baba, ninaombea nyota yangu, nyota ya jamaa yangu, nyota ya ndoa yangu, nyota ya destiny yangu, nyota ya ndoa yangu, nyota ya projet zangu, nyota ya kazi zangu. Sema Baba, wote wanaotumia nyota yangu, wawe wachawi, walozi, wafumu, wakanga, mapepo, majini, majabari, maronia, leo, panda leo, panda tena leo, wachilie nyota yangu katika piga mikono, ambia Bwana wachilie nyota yangu, ambia Bwana nyota yangu iachiliwe leo, nyota ya chama yangu, nyota ya familia yangu, nyota ya kazi yangu, alipofunga iachiliwe nyota, nyota yangu iachiliwe, 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 nyota yangu iachiliwe. Sijafikia maombi yako, unaweza omba zaidi ya pale. Sijafikia maombi yako, unaweza panda zaidi ya pale. Omba. Yale maisha unaishi sio maisha yako, ni sababu nyota yako inatumikishwa. Mungu akarate zuri asimame unachomtafuta ili basi leo nyota yako iwake tena. Ukitoka hapa kila kitu kitakupotea kwa jina la Yesu. Katika sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, maisha haya ya mateso, maisha haya ya vifungo, maisha haya ya kutokuendelea, maisha haya ya kupanga, maisha haya ya kuteseka, nimechoka. Sema Baba, gereza niliyowekwa ndani inaelea leo. Nataka Bwana nitawale katika piga mikono, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, kila mipaka walioweka mbele yangu muhimu waka ya Telifelkate iondoke katika piga mikono, pia Bwana kila mipaka iondoke. Ambia Bwana kila mipaka iondoke. Ambia Bwana kila mipaka iondoke. Ambia Bwana kila mipaka iondoke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika
mikono yako juu. Pandisha mikono yako juu. Pandisha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Leo najitabiria nyota yangu iwake tena. Nyota yangu iwake tena. Niko natumika sana, faida ya kidogo. Baba, nyota yangu iwake tena. Madeni yamenipita. Baba, nimekwama. Ruhusu tena nyota yangu iwake. Nyota yangu iwake. Ombe nyota yako iwake. Ombe nyota yako iwake. Ombe nyota yako iwake. Ile probleme mbele yako, ile na kutesa, ile na kusumbua, ile uko naombea, muikarante juu, muiweke mbele yako. Na Yesu kama msaada amekuja juu kukusaidia. Paza sauti za ile jirani yako mwenye kuwa pembeni yako hana cha kukupatia. Umebaki na Mungu akusaidia kwa namna hii. Paza sauti tena, sema Yesu Kristo nisaidie. Unapaza sauti mara ya tatu. Kuna wenye wangali distre paka sai. Funga macho yako kuwa concentrate. Funga macho yako, fungua mikono yako, pandisha juu. Usikoncentrate mkono kwa nani. Napenda neema yako. Natambua neema yako. Heshimu neema yako.